Na kusalimia popote pale ulipo mtazamaji wa Tumaini Television. Karibu sana katika kipindi chetu cha Maisha Kliniki. Kwa siku nyingine ni furaha yetu kwako wewe kuungana na sisi na kushiriki nasi katika kipindi hiki cha Maisha Kliniki. Hapa ndipo maishani tunakualika kwa pamoja tuweze kuendelea kuipata elimu hii kubwa sana ambayo tunakuletea kila mara tunapopata nafasi ya kujumuika na wewe. Kama kawaida, jina langu ni Innocent John. Nyuma ya kamera ni Joseph Peter ambaye anahakikisha kila kitu kinakwenda vizuri. Na katika meza ya Maisha Kliniki kwa siku ya leo, kama kawaida, niko na Father Audifasi Mjuni. Mengi sana ambayo tumekuandalia pia kwa siku ya leo. Karibu sana wewe ambaye umekuwa mdau wetu wa muda mrefu sana katika kuhakikisha basi unaendelea kufaidika kwa namna moja ama nyingine juu ya elimu hii ambayo tunakuwa tunakupatia kupitia kipindi cha Maisha Kliniki. Msifu Yesu Kristo baba. Amina. Habari ya toka kipindi kilichopita. Tunamshukuru Mungu unaendelea vizuri. Tuko vizuri. Eti tuko vizuri tuna kule mikoroshoni. Tunaishi mikoroshoni. Iko mingi sana. Tunakula madibo, tunakula na koro za kutosha. Tuko vizuri. Tunganisha na samaki kutoka Bunda huko. Mambo yanakwenda vizuri. Wanene. Nashukuru sana, ni furaha tena kwangu na nakushukuru sana kwa kujumuika nasi katika kipindi chetu cha Maisha Kliniki kwa awamu nyingine. Tuendelee kuwapa wananchi kila ambacho wanastahili kukipata kupitia elimu hii ambayo tunaitoa. Kabla ya kwenda mbali zaidi, baba, kama kawaida, tufungue kwa sala kipindi chetu. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Karibu sana. Ndio tushaanza hivyo. Mwambie na ndugu yako, mwambie na rafiki yako pia afungulie TV Tumaini. Elimu ambayo tuko nayo hapa pia kwa siku ya leo ni nzuri kwako pia, lakini hata kama yuko mbali, ukiipata elimu hii hakikisha unamfikishia pia na yule ambaye unaona inamstahilia kuipata. Siku ya leo tutajadili kuhusiana ama tutazungumzia kuhusiana na kukabiliana na kutokuwiani. Kukabiliana na kutokuwiani. Ni nini hiki ambacho tunakizungumza kwa siku ya leo? Wewe keti na sisi upate elimu kubwa na pana zaidi. Karibu sana baba. Kipindi kilichopita tulizungumzia kuhusiana na nafsi ama akili isiyotambulikana na alama. Tukaona mambo mengi zaidi mtu ambavyo anapaswa ahusanishe pale ili kupata kitu kimoja ambacho kinamsaidia katika maisha yake. Lakini leo hii tutazungumza kuhusiana na kukabiliana na kutokuwiana. Ndio. Sasa hapa ama kwa lugha nyingine tunaweza tukasema safari ya kuelekea muungano wa ndani. Mimi ningependa tuanzie hapo kwanza. Maana ya kutokuwiana. Kutokuwiana. Hii mada itakuwa inaenda kama inafanana kidogo, lakini tofauti na ile iliyopita ya hii ndio natufungia ule mtiririko wetu wa nafsi sio tambulikana. Na mimi niliweke sawa, amenikumbusha hapa Father. Na hii ndio itakuwa mada yetu ambayo tulianza kuangalizia vipindi vilivyopita. Kama umekuwa ukitufuatilia kuhusiana na nafsi sio tambulikana, tulianza nayo hiyo na mambo mengine mengi mpaka tulipofikia sasa ni mtiririko wa mwisho sasa inaenda kutufungia katika masuala mazima ya nafsi sio tambulikana. Kama ulivyosema, tunajaribu sasa hii kutafuta ule muunganiko wa ndani. Maanake ukifuatilia hii vizuri zile zote ambazo tulikuwa tunazungumzia, utakuta hii inaweza ikawa ni suluhisho la kila nini zote zile, kuunganisha ndani na nje huyu mwanadamu. Sawa. Kwa kumbe kama ulivyouliza kwamba maana yake ni nini kutokuwiani. Maana inaweza likawa neno alijazoeleka kwenye mazingira. Maneno yetu ya Kiswahili tulikuwa tunaongelea kufungua kodi kipindi kilichopita. Hii kaa ukakuta ni kodi na wewe. Alafu mtazamaji haelewi ni television haelewi kabisa. Akashindwa kuifungua hii kodi. Sasa tuifungue tu iwe wazi. Tunaposema kutokuwiani tunamaanisha ule uwiano au ukosefu wa uwiano. Tuseme tunamaanisha ukosefu wa uwiano kati ya maadili ya mtu, nia zake, maamuzi yake, hisia zake na mienendo yake ya vitendo. Sawa. Kwa kumbe kwa sababu tunaweza tukasema tunaposema kutokuwiani
ni ule ukosefu wa ulinganifu wa maisha ambayo inabidi uyaishi kwa kuangalia unachofahamu, sawa, kwa kuangalia ulicho nacho, lakini wewe unaenda kuishi tofauti na kile ambapo ilitegemewa uishi. Kwa hiyo kunakosekana uwiano. Maisha ya kawaida unayoishi na maisha yako ya ndani. Maisha halisia unayoishi na maisha unayoyahubiri. Mtu mmoja alisema kwamba alitoa mfano kwamba najua kilicho sahihi, kwamba unajua kilicho sahihi, lakini sikiishi hicho kilicho sahihi, naishi kilicho cha uongo. Najua kilicho chema, lakini naishi kilicho kiovu. Kwa kumbe uhalisia na uona, lakini sio huo ambao nauishi. Sio huo. Hata mtazamaji wetu unayetufuatilia, naamini upo sehemu ya yule ambaye ushawahi kumwambia mtu kwamba wewe mbona unachokifanya hakiendani na hiki. Hii lugha ishazungumzwa sana, na mimi hata unayetufuatilia ushawahi kumwambia mtu yoyote tu kwamba mbona unachokifanya hakiendani na uhalisia wake. Unachokifanya wewe ni padri. Lakini maisha yako mbona kama muuni fulani hivi. Wewe ulikuwa unatufundisha kuhusu ndoa. Na unaongelea maadili ya ndoa, umuhimu wake, raha za ndoa. Lakini mbona wewe mwenyewe ndoa yako unatoka nje, unaivuruga, unachokifundisha kule mbona haukiishi wewe, haukiakisi kwenye mawazo yako. Ni kiongozi unayohubiri uadilifu, lakini wewe mwongo, yani mwongo. Lakini huko hapo unatuambia watu inabidi tuwe waadilifu, tusimamie mali za umma, si tufanye nini. Lakini ukishaingia tu kwenye ramili yako pale ushaanza kupiga na simu. Sasa tunakuona kabisa huyu ndio yuko anatudanganya huyu. Huyu anatudanganya. Kuna jamaa mmoja alikuwa ananipa story moja kwamba kuna mwanasiasa alienda sehemu. Akawakuta pale, akawauliza jamaa, nyie wanakijiji mna shida gani? Jamaa akatuambia tuna shida tatu. Shida ya kwanza hatuna maji. Akachukua simu yake, waziri wa maji, sio nini. Kuanzia wiki ijayo maji yatatoka. Shida nyingine umeme. Akapiga simu kwa mtu wa umeme. Akamwambia wiki ijayo umeme utatoka, utafika. Akamwambia shida ya tatu ni nini? Yule mwenyekiti akamwambia hatuna mtandao wa mawasiliano hapa. Simu waziri nini? Tunaenda milimani. Sasa kwa hiyo maana yake jamaa alikuwa anawadanganya pale. Alipokuwa anapiga simu anaambia maji yatatoka, wakati hakuna mawasiliano pale. Anaambia umeme utatoka. Wanamwangalia tu. Wanajua hii kitu haipo. Haiwezekani. Ndio shida yetu ya tatu hii. Wakaja kumbana sasa kwenye ile shida, kana jamaa katudanganya. Akaondoka. Simu hazitoki, wewe simu zako zimetokaje? Na tunajua hii ndio shida yetu ya tatu. Naye akagundua hawa wajinga kumbe walikuwa wananiangalia tu. Akaamua kuondoka. Huko unadanganya, kile huku umekuja kwamba nimekuja kutatua. Kumbe ndo kwanza unazidi kuongeza tatizo katika kudanganya. Au ni mtu wa imani anayejitoa kwa sala, lakini anakwepa, anakataa ule ukimya, tafakari zile na nini, au yale maelekezo ambayo tunategemea yatakuwa ni matunda ya sala. Au kwa mfano unaweza ukawa unaongelea tuseme kwa mfano kama saizi kuna lugha zinaongelewa kuhusu maridhiano. Maridhiano, tunda la maridhiano tunasema ni kupatana, kukaa meza moja. Ni kupatana, yani hilo ndio tunda la maridhiano, kwa sababu muelewane, tuwe kitu kimoja. Sasa unaweza ukawa unaongelea njoo bwana turidhiane, lakini hautaki kupatana. Sasa yani haiwezekani. Yaani unazungumzia maridhiano lakini hautaki kupatana. Hautaki kupatana. Wakati tunda la maridhiano ni kupata upatanishi. Ni ambao mlikuwa mmekwaruzana nini, sasa muweze kupatana. Kwa kumbe kwa kifupi tunaweza tukaongea kwamba hiyo ndo maana tunaposema kutokuiana.
Na hii kwa kweli tunaishi. Naweza nikaipeleka kwa kifupi kwamba ni kama aina fulani hivi ka ubinafsi, kama tulivyokuwa tunasema kipindi kilichopita. Ukikakabili, yani usipoikabili vizuri, ukafanya kuikwepa au ukaamua kuishi nayo hivyo, itaenda kupeleka kwenye ubinafsi wa hali ya juu. Mwanasaikolojia mmoja nchini nimekuwa namtumia sana. Ndio. Anasema kwamba kutokuiani sio unafiki kwa asili. Kwa asili sio unafiki. Huwa unafiki pale tu mtu anapokataa kuukabili. Kwa sababu hii tutakuja kuona, sisi tumeona kwamba ni sehemu moja hapo, tutakuja kuona mwishoni hapa kwamba kutokuiani huku pia ni sehemu ya zile alama tulizoziona kwenye kipindi cha kilichopita. Mada iliyopita ni sehemu ya alama, kwa sababu inakuonyesha kwamba kuna sehemu haujakuwa, kuna namna kuna upungufu sehemu, una mapungufu sehemu. Sasa wewe ukiyaona yale ukaamua kurudi kuyafanyia kazi, hapo ndo unaona ishara, inakuwa ishara, alama, umeenda kufanyia kazi, umeikabili. Sawa. Lakini ukiamua umeiona, lakini ukaamua au kuachana nayo, kufunika, sasa hapo inaenda kuzalisha unafiki tena wa kiwango cha juu kabisa, ambao ndo shida yetu wengi. Hata mtazamaji wa television Tumaini, wengi ndo shida yetu. Unaona kabisa uhalisia wangu wa maisha ni huu, lakini naishi hivi, na unaamua kukubaliana na hali hiyo. Na tunaona ni sawa. Unaona saa nyingine unajua sio sawa, lakini kuna mazingira tu yanakulazimisha, na wewe unakataa kuyaachia yale mazingira. Utaona hapo kuna sababu kama 4 hivi ambazo kwa nini tutakuja tuziangalie. Saikolojia amezoeka kwa nini tunafikia huko. Kwa nini tunafikia huko. Na hii Uchenchini anasema huu kutokuiani, ukosefu wa uwiano kati ya maisha halisi na ambayo ilibidi uishi. Anasema sio uadui, ila ni ishara ya kukuonyesha kwamba kuna mahali uko dhaifu. Anasema hii inaweza ni kwa sababu kuna sehemu chanya za kutokuiani. Anasema kwa mfano sasa ni mwanasaikolojia mwingine anaitwa Carl Rogers. Yeye Carl Rogers anasema kwamba kutokuiani au ukosefu wa uwiano kati ya maisha halisi na maisha ambayo inabidi uishi, anasema ufunua ukuaji ambao hujakamilika. Kwa hiyo unaweza kaona hii ni chanya. Maana inakuonyesha ukuaji ambao hujakamilika. Kama tulisema kwenye mada iliyopita, wewe unaonekana kwenye sehemu hii unasema kwamba tusizini, unahubiri kutokuzini kwa mfano. Lakini wewe ndio kila siku watu wanakufumania, wanakimbiza, wanapiga, wanafanya nini? Unaonekana kwenye sehemu hiyo hujakamilika, hujakuwa, unahitaji wewe mwenyewe kuongezeka kukua. Unaambia watu wasivute bangi, lakini wewe mwenyewe ndio kiongozi. Yaani uwezi ukatoka ndani bila kuvuta bangi. Kuna siku moja nimemwita bodaboda hapa anipeleke kwa wagonjwa. Asubuhi tayari kashaga, yaani akifumua hapa harufu ya bangi, yaani mpaka kidogo, na mimi nikasema hapa mpaka tumalize mzunguko, shughuli ishakuwa kubwa sana. Sasa unajikuta uko katika kuhubiri hiyo, lakini kumbe wewe ndo mtumiaji mkubwa wa kwanza. Kwa hiyo inakufunua kwamba hapa unahitaji kukua. Kwa hiyo ni chanya ukichukulia katika na ukafanyia kazi. Anasema ufichua majeraha ya ndani kama tulivyosema. Maana yake kutokuani kunaweza kukaja unahubiria watu wengine, msiwe na chuki, msiwe na hasira. Sawa. Lakini wewe mtu akikusogelea tu makofi, mitama, sijui nini, matusi. Na walio wengi wako hivyo. Yaani naamini kwenye sababu zake tutakuja tuone, kwa sababu watu wengi wanaishi katika hayo mazingira. Yaani mzani uko hivi kabisa, yani au balance. Sema nini kwa kutegemea kwamba utakaa hivi kabisa. Ila basi yani una kidogo tu, yani kidogo. Lakini sasa wengi tunaishi tuko hivi. Yaani umegoma kabisa. Lakini anasema huu unafichua kwamba unatueleza kwamba
kuna namna ambapo tunahitaji kujikusanya, kujiunda upya. Kujiunda, tujiunde ili tuweze kuwa walau tutafute ukamilifu, ingawa tutauweza kupata kwa 100%, lakini hii inakuwa inatuelekeza huko. Kwa kumbe tunaweza tukasema hii ndio maana ya ukosefu wa uwiano. Ndio hicho tunachokiongelea leo hapo, ukosefu wa uwiano kwenye maisha. Sawa. Nikushukuru sana. Naamini sasa mtazamaji wetu Faza ameweka vizuri kabisa kitu ambacho tunakizungumzia kwa siku ya hii leo, kukabiliana na kutokuiana. Sasa tutakuja tuangalie kukabiliana kwake, lakini kabla ya kufika huko tuangalie sababu zake kuu. Sasa tukazitizame. Umeelewa sasa kila ambacho tunakizungumzia kwa siku hii? Amefafanua vizuri sana, ni tumefungua kodi kama alivyozungumza hapa, tumeifungua kodi, umeelewa kila ambacho tunakizungumzia. Sasa tutizame baba, sababu zake kuu ambazo zinapelekea kukosa uwiano katika maisha. Na ndio maana hii sababu zake utaona zinatuunganisha kwenye akili au nafsi isiyotambulikana. Utaona tunarudi kule, na tunasema hii inakuja kufunga tukijaribu kutafuta ukamilifu wa huyu binadamu tu tunamuongelea. Sababu utaongelea sababu 4. Sababu ya kwanza ni historia binafsi ya mwanadamu isiyounganishwa. Historia binafsi ya huyu mhusika mwanadamu, kama ni mimi au ni wewe, ambayo hii haijaunganishwa. Na tunaposema historia haijaunganishwa, tunamaanisha kwamba kuna matukio fulani yaliyotokea kwenye maisha yako ya nyuma. Sababu tunaposema historia maana yake uliopita, kwenye maisha yako ya nyuma, ambao kwa mfano kama ukosefu wa upendo, unaona tunarudi kwenye ile isiyotambulikana. Majeraha ya kihisia, uliumizwa lakini ukuunganisha vizuri ukatoka kule. Sawa. Malezi yenye ukosefu wa usalama, mfano umelelewa kwenye mazingira ambayo yani kwa kweli si rafiki kwako, sio rafiki. Mimi napenda kutolea kwa sababu nimekulia mazingira Mwananyamala kule Dar es Salaam hapa. Kule kabisa mazingira ya Mwananyamala kwa nini karibia kwa Kopa kule. Mazingira ambayo sio salama sana. Sasa isipounganishwa hii vizuri, unaweza ukaja ukajikuta sasa huku, kwa mfano nitoe mfano, ushakuwa padri. Sawa. Padri inabidi uishi katika hali fulani, lakini kwa sababu ulikulia kwenye mazingira ambayo sio salama, ambapo muda wote mlikuwa mnapigana, muda wote mnakimbizwa, muda wote yani macho yako hivi muda wote, yani mashaka mengi. Ni padri lakini ngumi mkononi, kidogo tu makofi kwa sababu uje kupigana, kupigwa. Ni mazingira ambayo yamekujenga, yamekukuza na haukutoka kwa mtiririko ulio mzuri. Sawa. Kwa hiyo kuunganisha haya makundi, umeishi pale, alafu ghafla umehama ukaenda kujiunga kwa maisha fulani, au kuwa na muunganiko mzuri, wa Kiingereza wanasema transition nzuri, umeenda huko. Kwa hiyo sasa, kwa sababu hakuna muunganiko hapa, haya unakuwa una aina mbili za maisha mbili. Yale ya mwanzo bado ni wewe unayo, na hayapo kwenye akili nafsi sio tambulikana. Hapa kuna haya ya saizi ambayo ndio umeyapata baada ya kutoka kwenye mazingira yale ambayo ulikuwa kwa kumbe bado ni wewe huyo mmoja huyo, ila una sehemu hizi mbili. Kwa hiyo unaweza ukakuta mbona yule padri mgonji anapiga sijui nini, kumbe ndio hiyo nilikuwa nataka niseme kwamba unakutana labda kwenye kundi la watu hivi, yaani huyu jamaa ukimsemesha tu kidogo ashakasirika, au ukimsemesha tu kidogo kashalia, ana majeraha yeye kwa kila muda tu historia ni kusemwa tu, ni kunyanyaswa, ni kusutwa sijui. Kwa hiyo nafsi yake ishajiandaa kwenye mazingira hayo, yaani ukimsema, ukimgusa tu kidogo, ile akili sio tambulikana inamkumbusha, unaona tayari kwa anajikuta analia tu, hata ajue kwa nini. Kwa sababu kuu ya kwanza ni hiyo historia binafsi ya binadamu ambayo haijaunganishwa, ambayo haijaunganishwa, ni swala la msingi. Kwa hiyo lazima kuwepo mtu atoke taratibu, uponyaji uwepo. Usije ukapata majeraha
au watu mkaoneana, watu mkanyimana haki, watu mkavurugana, alafu kasema haya tushamaliza, twende mbele. Haya yameisha bwana. Yaani hivi tu. Kirahisi tu. Haya yameisha bwana. Hebu tuende mbele. Na hiyo ndio nakuta na umezungumzia huo mfano nakuta na watesa sasa. Jamaa mbona kamaliza kirahisi sana. Na unafikiri kamaliza kweli? Ndio nabaki kumba hajaunganisha haya matukio. Naweza ukashangaa mtu leo anasema tumemaliza. Alafu baada ya miaka mitatu mnaongea na kukumbusha kwanza wewe ukunipa hela yangu. Ile alishakwambia bwana wewe yameisha bwana, wewe nenda nayo tumia. Mimi huwa sijali. Sijali. Lakini unakumbuka kwanza tulikuwa sehemu fulani tumekaa wewe. Anaanza kuleta hizo. Na tena hiyo hata ifikirii. Yaani inakuja kutoka moja kwa moja kwa sababu hakuimaliza, hakuiunganisha na maisha ya sasa. Na ndio maana huyu Ameleo Chenchini anasema kwamba kisichoponywa hurudiwa. Kisichoponywa hurudiwa. Na hii sio tu kwa binadamu kama mtu, lakini hata kama ni jumuiya, ni kanisa, labda parokia mmegombana, au ni taifa mmegombana, msipounganisha haya matukio kati ya kuoneana na kuja kwenye hali ya kawaida, msipoyaunganisha vizuri, yatarudia. Na wataalamu wa saikolojia wanasema haya yana uwezekano wa kujirudia ndani ya miaka 30. Ndani ya miaka 30 yanajirudia. Yaani ile itafumuka ile mlioificha mkasema tumemaliza kuna siku tu, ndani ya miaka 30 wanasema itafumuka. Na hii tunaweza tukaunganisha hata hali halisi ya sasa ya Tanzania. Ndio wanasema tutumie hii lugha, sijui kama itakuwa ni sawa, kufufua makaburi. Sasa hii sio kufufua makaburi. Yaani hapa ni kwamba ni kama ile volcano ile ilikuwa imelala, imebanwa sasa imepata kaupenyo, lazimisha mpaka itatoka, na inapotoka haitoki ile kwa kubembeleza, inakuja kweli kweli, ni mlipuko. Na ndio maana mara nyingi inakuja, ikija sasa kwenye masuala ya diplomasia ya siasa na nini, huwa inakuja kwa machafuko, haiji kwa lugha nzuri ya banani, yaani ni baraa, haiji kwa nini. Tanzania kuna watu walipiganaga Zanzibar kule kwenye miaka 90 CCM na CUF, hatukuunganisha matukio vizuri, kaisi yameisha, yamekuja kuibuka hapo miaka 20 karibu mbele hapo, tuko kwa hiyo miaka 30 kwamba na tukienda tusipounganisha tena hapa baada ya miaka 30 tena, kama una saikolojia ndani ya hiyo kabla miaka 30, huu sio utabiri, hii ni kweli, hii ni sayansi iko hivyo. Hatuongelee utabiri kwamba tunatabiri itakuwa hivi, inapaswa kuponywa ili kuponywa, yaani uponyaji kama alivyosema huyu Chenchini kwamba kisichoponywa hurudiwa, kinajirudia, yani ndani ya miaka 30 kinajirudia. Kwa kumbe hiyo ni sababu ya kwanza. Unasema hivi, unakwenda hivi. Sababu ya pili, kuna ile hofu au uoga wa maumivu yanayosababishwa na mabadiliko. Kwa hiyo tunaweza kusema kwa kifupi, kuogopa mabadiliko. Napo tunaposema mabadiliko, tusifikirie tu ya siasa. Yaani mabadiliko hata ya mwanadamu kuhama kutoka sehemu moja niliyoizoea kwenda sehemu nyingine. Hiyo nayo ni tiba na ni msaada tosha, ni msaada tosha wa kutoka kwenye kutengeneza uwiano, kutengeneza uwiano. Kwa kumbe mara nyingi tunasema ukuaji wa ukweli, yaani kama unataka kukua kweli ili uje kwenye uwiano, ili uje kwenye uwiano, lazima ukubali kwamba utapitia kwenye maumivu fulani. Sasa kama Wakatoliki watu wanasema hakuna Pasaka bila Ijumaa Kuu, haipo, haiwezekani. Lazima maumivu yawepo kwanza, lazima upitie kwenye deni fulani kama unataka kupiga hatua kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Yaani hiyo ni sawasawa wewe umezoea, kwa mfano unaishi Tabata hapa studio, mazingira haya ushayazoea, lakini sasa hapa umepanga, ili uweze kukua itabidi ujenge nyumba yako sehemu nyingine.
labda unalazimika kutoka nje ya mji unaenda Chanika huko sio Mboza sio wapi. Hii itaambatana kwa vyovyote vile na ile hali ya kupoteza marafiki. Sawa sawa. Mazingira unayozoea. Kule unapoenda kuanza kila kitu ni kipya. Haya ni maumivu. Ukiyakataa hayo utabaki kwenye kupanga. Utabaki kunyanyasika na mwenye nyumba. Ila ukiyakubali kwamba unaenda kubalance kule. Sasa badala ya kuelemewa na mwenye nyumba na kodi sui na nini, huu mzani unakuja unasogea sasa hapa unaanza kulinganisha kipato chako na matumizi yako yanaanza kukaribiana. Kwa kumbe unaondoa hiyo hali ya maumivu. Kwa kumbe nimeweza kusema kwamba watu wengi uchagua utulivu wa uongo badala ya ukweli, utulivu wa ukweli. Wanaishi kwenye uongo. Na kwa nini anaamua kuishi kwenye uongo? Ni kwa sababu atakataa na ogopa maumivu. Hataki kukaa ndio inakuja lugha ya kwamba watanionaje. Hataki kuachilia ile faraja ya zamani. Waingereza wanasema unakuwa huko kwenye wanahitaji sehemu ambayo kwako yani comfort zone, yani umejifungia kwenye na unahisi nikitoka hapa nakufa. Sitoboi wanasema sitoboi, lugha nzuri ya vijana. Nikitoka hapa sitoboi. Unakuwa kama watoto wanapozaliwa wachanga kako kwa mama yake tumboni, kako kwenye comfort zone, yani kana kwenye himaya yake, hata kula kanapitia kwenye mrija, yani kila kitu kanaishi maisha fulani ya kwake. Kanapozaliwa ghafla kanatoka nje pale kwa mama muda wa kuzaliwa. Kametoka kwenye comfort zone, kanaangukia kwenye mamikono ya nesi, yana gloves kama kana bahati. Za nyingine kamezaliwa kijini kaangukia kwenye nyasi, kwenye kanga ya ieleweki. Lazima kalie. Na ndo kanaingia duniani sasa. Na akasipolia wanasema ni kiashiria inawezekana hata kakafa au kamezaliwa dhaifu. Kwa sababu kuna yale maumivu sio timilifu, yani lazima ayaishi tu. Lazima aishi yale maumivu, ndio atoke aishi, apige hatua ya pili ya maisha, aweza kabaki tumboni siku zote. Comfort zone. Kwa kumbe hii lazima tukubali maumivu ya mabadiliko, tukubali kujikana nafsi zetu, lakini pia tukubali kuachilia faraja za zamani kama tunataka uwiano wa maisha uwe. Sawa, tuweke nukta hapo Faza kwenye hizo sababu kuu mbili ambazo tumezizungumza. Tukirejea hapo tutaendelea na sababu zingine ambazo umesema ziko 4. Tukirejea tutaendelea na hizo mbili, alafu tutaendelea na sehemu inayofuata. Mtazamaji wa Tumaini Television, asante sana kwa kuendelea kufuatilia kipindi cha Maisha Clinic. Tuko hapa kuzungumza nawe juu ya kukabiliana na kutokuiana, lakini tumefungua kodi ni mahusiano, kutokuhusiana. Ule uhusiano unakabiliana nao vipi? Si ndio? Ni mengi sana ambayo tunaendelea kuzungumza na wewe. Tunaenda mapumziko mafupi, tukirejea hapa tutaendelea na zile sababu mbili zilizosalia, alafu tutapiga hatua kwenda mbele zaidi. Endelea kubaki nasi. Nyumba bora hujengwa na mwanamke, lakini pia mwanamke huyu ni pambo la nyumba, na panapo haribika kitu kwenye familia, mwanamke huwa wa kwanza kukulaumiwa. Tukutane hapa kujadili kwa kina. Karibu kwenye Nyota ya Mwanamke. Nyota ya Mwanamke, Jumapili saa 8:30 mchana na marudio Jumanne saa 3 kamili usiku, hapa Tumaini Television. Mtazamaji, upendo, yani nikikwambia katika kwaya hii kuna pea wewe. Na wao walikuwa wanawafundisha watu katika misingi hiyo. Sasa wale waliopata misingi kutoka kwenye huo mfereji hawasepetuki. Jamani, wanapendeza Mtazamaji, kwa Yesu ni raha kuimba raha Uliniona toka mbali. Wake Mungu, tazama mimi kanijalia karama ya kuimba. Asante sana mtazamaji wetu, tumerejea tena kwa ajili ya kuendelea kukupa elimu nzuri kabisa hii kwa wewe mtazamaji wetu, na kama ndio kwanza unajiunga nasi, tunakukaribisha Maishani, na hapa ndipo maishani kwetu wewe na sisi,
endelea kufurahia elimu bora kabisa ambayo inatoka kwake Padri Audiphas Juni. Jina langu ni Innocent John. Kwanza tumerejea mara baada ya mapumziko mafupi hayo. Tunawakumbushia tu wale ambao tuliishia kwenye ile sababu ya pili ya hofu au uoga wa mabadiliko. Uoga wa mabadiliko. Ulisema zone, comfort zone, umejifungia pale, uoga unakuwa nikitoka hapa sijui itakuwaje. Unajua kuna watu hasa kwenye ofisi hizi wakubwa, hasa mwanzoni wakati masuala ya kompyuta yanakuja, walikuwa wanaambiwa sasa tutabadilisha mfumo wa utunzaji wa mafaili wa kumbukumbu zetu za ndani, badala ya kuwa ziko kwenye mafaili kuna makabati ilikuwa sasa tutatoka tutaweka kwenye hiyo electronic ikae same dogo tu tawezaje hizi kwanza zinaweza zikapotea muda wote, wadudu wakala sijui na nini. Lakini ukifuatilia ndani ndio hiyo ni concern, lakini kinachomsukuma yeye sio yeye kwamba zitapotea, ila ni uoga kwamba aidha mimi yale mabadiliko anayaogopa kwamba itapotea kazi, aidha kuna uwezekano nikajikuta teknolojia inanishinda kuitumia, ni kuendana na kasi hiyo. Basi kwa hiyo unakuta ana hofu hiyo. Kwa hiyo ina nini, unakuta ana block hayo mabadiliko yasiwepo. Na hata kwa masuala ya siasa unakuta uoga ndio huo, watu hawataki kutoka kwenye comfort zone yao. Tukibadilisha sheria hii kuhusu labda namna ya kuhesabu kura, je mimi nitaweza kusurvive kwenye hiyo sheria mpya? Mtatoboa kweli? Ndio watu wanaanza kuvutana sasa, hii hatutaki mabadiliko yaje mengine, yaani wanavutana ili isifike pale, wasiende kule. Uoga huo wa mabadiliko. Tunde sababu ya tatu. Kwa sababu ya tatu hii tunasema ni nafsi ya uongo, naweza nikasema, na nafsi bora ya kutarajiwa. Yaani kwa maana kwamba unaishi maisha feki na unakuwa na matarajio ambayo kiuhalisia hayawezekani. Ndio anaita nafsi ya uongo na nafsi bora ya kutarajiwa, kwamba wewe maisha yako halisi kabisa bwana hino, tunajua bwana, wewe ukijitahidi sawa kwa kadiri ya uhalisia wako, mshahara wako, shughuli zako nyingine ndogo ndogo nje ya mshahara na nini, wewe bwana kuja kazini ni kupanda daradara, ni wa kuibia hata hiyo mia ulionayo nini. Lakini sasa unaamua kufeki, unaanza kila nini unaita Bolt, inakuja pale bajaji inakuchukua inakurudisha. Mwisho wa siku unajua mshahara wako utaisha baada ya hata mwezi hata nusu mwezi, lakini wewe unajitutumua maisha ya uongo, unafeki maisha, unajitutumua tu, unaendelea mpaka unaamua hadi unakopa huko, unafanya nini, yani ili uyaishi tu, yani uonyeshe kwamba una uwezo huo. Kwa hiyo unakuta mzani ushagoma kabisa. Mzani umegoma, umefeki kabisa maisha, yani umekuelemea, yani haiwezekani. Na hii inatusumbua hasa vijana wengi kipindi hiki. Mimi nakumbuka hiyo sehemu tulikuwa tunaishi kule Uswahilini kule Mwananyamala, kuna jamaa tulikuwa tunaishi naye huko Uswahilini, lakini yeye anakataa kuwa rafiki yetu. Unajua uzuri wa mazingira ya pale Mwananyamala, makumbusho pale, yaani ukivuka tu barabara moja umeingia Masaki, Mikocheni kule kwa wanasema kwa washua, kwa wazito, lakini ukivuka tu barabara hivi unakutana na wasisi, unatukutana kina sisi. Sasa jamaa anaishi huku, marafiki zake wako wapi? Upande wa pili, na hataki kuja nao nyumbani. Mzani umemwelemea, yani umezito, anafeki maisha tu, na mwisho wa siku kwa kweli wenzake wameenda wametoka kimaisha, ambao wakufeki maisha
kabaki pale pale. Na pia hadi alijaribu kuattempt kujinyonga kipindi fulani. Mazingira yalimkataa. Ikafikia sehemu yakamkataa sasa kama kabisa. Kwa sababu so upande wake wewe connection yako ibidi itoke huku alafu iunganishe na haya unayoyaona ije sasa ikulete huku na kukataka wewe. Ndio sasa tunarudi kwenye ile sababu ya kwanza ya kutokuunganisha historia ya nini. Sawa sawa. Kwa kumbe hiyo namna hiyo. Sasa kuna saa nyingine pia tunakuwa na matarajio ambayo unajua kabisa haya matarajio siwezi kuyafikia. Matarajio siwezi kuyafikia. Kuna kipindi Tanzania hii walikuja na sera, hata dunia nzima walikuwa wanasema big results now. Sijui kama mlisomaga huko sekondari, matokeo makubwa sasa. Matokeo makubwa sasa. Sasa hii kitu matarajio, maana hapo kuna matarajio makubwa unategemea ndani ya muda mfupi. Lakini sasa walipokuja kuingia kwenye utekelezaji wa hiyo big results now, huku mtu ushamjengea kichwani matokeo makubwa kwa muda mfupi. Lakini kuingia kwenye utekelezaji pakuta kumbe sio tu unaenda unachukua mbegu unapanda mwezi mmoja unapata mahindi, mwezi wa pili unauza unajenga gorofa. Kuna mchakato ndani yake. Sasa ile kabidi ikafeli Tanzania hapa. Ilifeli kwa sababu tulikosa ule, yani hatukuelewa mchakato mzani ya ukubalance kati ya maana ya ile matokeo makubwa sasa na uhalisia wenyewe kwenye utendaji, ili tuende kwa matokeo makubwa. Sasa havikubalance. Huku mimi najua ni muda mfupi nishapata hela, nimejenga nyumba na gari. Kumbe tukiingia huku kwenye uhalisia hapa nahitaji miaka 5, miaka pengine 6, 7, 8 ndo nianze kuyaona matokeo ya sasa. Kuona matokeo. Sasa unaniambia tena nianze kukaa miaka hiyo. Watu wakaachana nayo. Kwa sasa kuna hiyo namna hiyo. Kuna namna hiyo kwamba uhalisia unakandamizwa. Unakuwa haupo. Tunaishi nje ya uhalisia. Na tunasema kwa hiyo sasa kutokuiani au hiyo ukosefu wa uwiano unatokea sasa hapo ambapo mtu anaishi kwa matarajio ya nje kuliko ukweli wa ndani. Matarajio ya nje kuliko ukweli wa ndani. Hatusemi kwamba usiwe na matarajio. Ila uwe na matarajio ambao matarajio yanaendana na uhalisia unaoishi wa maisha yako. Vinginevyo mzani utakataa kubara. Mtu kuwa na ndoto sio kosa. Hapana. Na ni jambo jema. Lakini dream within ota kadri ya uwezekano wako, ukweli, uhalisia. Usiote nje ya uhalisia wako. Yani ndio kwa mfano mimi niko hapa Padri Mjuni, nakaa hapa na ni mwanafunzi. Alafu naota kwamba baada ya miezi 6 lazima niwe na gari 3 kali, sijui hama kutoka Marekani, sijui Toyota new model ya sijui nini hybrid sijui nini. Najitahidi kupambana, mwisho wa siku nitaishia kila nikienda wakiniomba nisaidie misa naishia kuiba sadaka za parokia akimbia nazo. Kwa sababu matarajio yako umeyapigia mbali na sio uhalisia huo. Niko nje ya utaratibu, na hiki ndio pia kinaleteleza kizazi chetu cha sasa kuharibika na kuwa na mafisadi, wezi wa pesa za umma na matumizi mabaya ya ofisi katika kizazi cha sasa. Hii kwa sababu anajikuta mzani umegoma, alichokitarajia na anachokipata. Nakumbuka nilikuwa namwangalia siku moja mzee Jenerali Ulimwengu, akawa anasema, alikuwa anawaambia vijana wake kwamba aliona vijana wameanza kazi, kila mmoja anataka ndani ya mwaka awe na gari lake la kuendesha, awe na nini. Akasema, akaambia, kama unalipwa mshahara take home chini ya milioni 6 kwa mwezi, sikutegemei wewe ununue gari, uendeshe gari ndani ya mwaka wa kwanza wa pili kama haujaiba. Na ndio ni mtazamo ulio wengi. Kwa hiyo unajikuta una shoot goal nini, malengo makubwa. Sasa ili uyafikie ndio wanaukataa huo mchakato sasa. Ndio utaki.
Na sehemu ya 4, sababu ya 4, hii ni malezi duni ya dhamiri. Hawa tuna malezi duni. Unajua dhamiri ile conscience tunasema, mpendwa mtazamaji wa television Tumaini, hii dhamiri inalelewa. Yaani inakuwa. Ni kama kabisa kama mtoto, kama mwanadamu unavyokuwa unakuwa, dhamiri yako na yenyewe inahitaji matunzo maalum ili ukue nayo. Ili ukue nayo, uende nayo. Vinginevyo usipo enda nayo au ikalelewa katika mfumo usio sahihi, hii dhamiri ambayo itakuwa dhaifu, haijakomaa, hii kwa vyovyote itaenda kukupelekea kwenye maisha ambayo hayana uwiano. Dhamiri iliyolelewa kwa hofu, tulishasema mwanzo, dhamiri iliyolelewa kwamba wewe ni kufuata sheria tu, yani hakuna muda ambapo hata unaweza ukajiongeza. Yani wewe ni sheria tu, wafuata sheria. Au shambio ikifika saa 1 nikuone ndani. Fika sio nikuone. Sasa kuna muda umejikuta labda kuna shughuli ya muhimu kweli unaifanya. Saa 1 imekukuta huko nje ya kazi. Hujaimaliza. Na ukiacha hiyo shughuli, kesho yake itakuwa haina tena maana tena. Sasa unaiacha kwa sababu sheria inasema saa 1 uwe ndani. Unaiacha kweli, unawahi hapa saa 1. Ukija kurudi kule kesho, ile kitu haina. Maana tayari ushaathiri mfumo mwingine. Ushaathiri kabisa mfumo mwingine, maisha yanaendelea tena. Mzani unaenda unakataa. Sawa. Kwa hiyo dhamiri ambayo ndio kwamba imelelewa vibaya kuiga wengine, nilikuwa nasema kwenye sababu iliyopita, inaweza ukaiunganisha pia na huko. Sawa. Kuiga tu maisha ya watu wengine. Wanaishije? Yaani na wewe unataka ujitutumue, wewe kipato chako ni 500. Unataka ulingane na mtu wa 2000. Kwa 2000. Wewe mko shuleni kwa mfano, nakumbuka tukiwa watoto. Wewe unapewa hela ya kutumia shuleni 500. Kipindi kile hata 500 ilikuwa ni hela nyingi. Tulikuwa tunapewa kati ya shilingi 50 na 20. Kwa sababu ulikuwa una uwezo, kipindi chetu shilingi 20, ulikuwa unapata kasahani kawali, mimi nakumbuka ameweka na nyanya pale. Ndio ulikuwa unakula nyinyi maskini. Sasa lazima ukubali. Uende na uhalisia. Mimi nakula wali na nyanya juu pale kasahani kadogo kama kakisosi. Ila kuna huyu kaja na 50, kapewa uwezo wa kula mandazi mawili yakanywa na chai pale. Kwa dhamiri ambayo ikiwa imelelewa duni, anasema utoa utiifu wa juu, sio msimamo wa ndani, na hivyo ulazimisha mgongano kati ya maisha ya ndani na maisha ya nje. Tukiwa tunakimbizana kweli na muda katika kipindi chetu, fadha tuingie sasa kwenye njia za kushughulika na kutokuiana. Hii kutokuiana kuna njia 4. Ukishughulika na hizi zimejipanga kwa mpangilio kiasi kwamba ukienda nazo kwa mtiririko, ukija kufika kwenye njia ya 4 utajikuta ushamaliza kabisa, ushaingia kwenye uwiano. Ushaondoa hii kutokuiana. Mzani ushauchezesha kabisa kwenye 80 ya 80. Hatua ya kwanza wanasema ni inaitwa kukwepa kutokuiana ili kudumisha huko kutokuiana. Kwa unakwepa, kuna muda kumbe yani unakwepa huo kwamba mzani haujabalance, unakwepa kukubali kwamba mzani haujabalance, kwa lengo kwamba huko kutokubalance kuendelee kubaki hivyo. Udumishe huu uendelee kuwepo, na hasa kama pengine unahisi ukikubali aidha unaweza utaonekana dhaifu, si utabebeshwa ama nini, utawajibika, si utafanya nini. Kwa mwisho wa siku unaamua, na hii sifa zake hii huwa ndizo zinakuja kwa kukanusha. Kwa mfano unaambiwa bwana, wewe hiyo au maisha yanayoishi una fake, haya hayawezekani. Wewe unaanza kukanusha, mimi nayaweza bana, najiweza. Unakuta mwingine anasema mimi ni mwanaume, nimezaliwa mwanaume. Unaanza kujitetea, unaanza kutafuta sababu za kujitetea, unatafuta visingizio. Unaona? Kwa hiyo unakwepa. Lakini lengo ni kwamba ubaki kwenye ile hali, na ile hali iendelee kudumu, na mara nyingi hii unajikuta unakuaga unafaidika nayo.
mwenyewe. Huo kama ni kikundi cha watu kinafaidika na huu mzani kukosa uwiano. Kwa hiyo kutafuta visingizio, saa nyingine unaweza ukatumia hata dini kuficha tatizo ukatumia tu ili mradi tu unatafuta vitu vingi vya kuhalalisha ile hali, kuepa kwamba hii sio tatizo, huu sio mzani haujaegemea upande wowote. Lakini unaona kabisa na matokeo yake tunasema ni kwamba ule ukosefu wa uwiano unakomaa zaidi. Yaani ule ukosefu wa uwiano unazidi kukomaa kwa sababu kuna wanaonufaika nao na haufanyiwi kazi kuondoa. Kwa hiyo unakomaa zaidi, na kama ni swala la mtu binafsi, hata ule utu wake sasa tuongelee utu. Human nature sio yakuwa naimba asema ubinadamu kazi. Bora mfadhili si mbuzi tamla mchuzi. Sasa sijui sasa wewe unakuta ule ubinadamu wako sio utu ule na wenyewe unakomaa sasa. Kwa unajikuta hauna utu, tunaweza tukasema. Au kama ulikuwa na utu unaondoka. Mbona alikuwa mwema sana huyo? Kumbe alikaa kwenye kudumisha kutokuiana. Kwa kumbe na kama tulivyosema hata ukuaji wenyewe wa kawaida kwa maana ya utu, zile tabia, maadili na nini, ni kama kuna dumaa, unafika mahali mpaka watu wanaanza kushangaa, hivi ni huyu kweli, mbona kabadilika sana, unakawa hivi. Haki hapa unaweza ukatumia hata nguvu, hata katika kuua watu, hata katika kufanya nini, ili mradi ukanushe kwamba hakuna shida, niko sawa. Yani hapa niko sawa. Kwa kumbe kuna hiyo ndo njia ya kwanza ambayo sasa unaona hii haikupeleki kokote. Hii haikupeleki kokote ukikabiliana na uwiano kwa njia hii. Njia ya pili ambayo sasa hapa unapiga hatua kidogo, hii tunaita sasa hii ni kukabiliana. Ile ilikuwa ni kukwepa. Sasa hii ni kukabiliana ili kudumisha. Kwa hiyo unakabiliana na uwiano lakini unataka uendelee kudumu. Sasa hapa hatua uliopiga kidogo ni nini? Hapa ni kama unakaribia kukubali kwamba kuna shida. Kuna issue hapa hivyo sawa. Hapa kuna issue. Lakini sasa unakuwa na mipango mingi au itekelezi. Unaongea maneno mengi sana au chukui hatua yoyote. Sema wewe jamaa na mipango mingi lakini utekelezaji zero. Ndio tutajitahidi tuondoe hii shida na nini, tutapeleka sheria bungeni, lakini hakuna kinachofanyika. Anajaribu kukabili hali, maana yake kama ameikubali, yaani kama ameiona kabisa ipo, lakini hataki kuiondoa. Kwa hiyo ataleta maneno mengi ili pengine wewe ujue atafanya kitu urizike, lakini ile hali iendelee kubaki. Kwa hiyo kuna amepiga hatua kidogo, anaanza kuelewa sasa, lakini bado anataka hali iendelee kuwepo. Na hapo tunasema mara nyingi matokeo yake huwa ni kujidanganya. Na hasa kama tukiwa kwenye ngazi unajidanganya, hasa ngazi za kisiasa tunadanganyana. Kuna maendeleo fulani, kuna sijui nini, mtu anatoa sera ndefu, mambo marefu, lakini akijua kabisa kwamba hii kitu haipo. Na kwa sababu hiyo tunakuwa hapa huu mwana saikolojia Carl Rogers anasema tunakuwa na uelewa bila mageuzi. Yaani unakuwa na uelewa unao. Unafahamu situation hii. Lakini hutaki kutoka pale ulipo. Unajua kabisa mimi hapa nilipanga hiki chumba nikiwa mimi na mke wangu tu, tuko wangapi? Wawili. Lakini saa hizi tuna watoto 4 na kuna mwingine kabisa yuko form 4. Hatuwezi kuendelea kukaa kwenye hiki chumba. Lazima tuende Chanika huko, tuende Omboza tupate nyumba eneo kubwa ngapi ili tuweze kumuru ile familia yote. Unaiona kabisa hiyo. Lakini hutaki kutoka. Unazunguka kutoa sababu nyingi. Unajua kule ni mbali, watoto si shule nini hapa Ilala hapa. Unatoa sababu nyingi, maelezo mengi ambayo wanasema kama unakuta na mwingine anakubali kabisa, sawa ni kweli, lakini sasa zinakuwa nyingi. Ndio ile sasa.
Hatua ya tatu sasa, hapa unapiga warao, unaenda hatua zaidi. Kukwepa ili kupunguza. Naona sasa hapo anakwepa, lakini lengo sasa anataka kuondoa. Anataka analeta kupunguza. Kukwepa ili kupunguza. Sasa hapa anaweza akakimbia hali ambazo zinafichua udhaifu wake. Kwa mfano, kama una udhaifu fulani, unajijua kwamba nina shida pengine nikiona chakula nikianza kula mimi, yani siachi, yani mpaka kiniue. Sasa ili usiingie kwenye unaanza kukwepa sherehe. Kualika kuna harusi au ikifika muda wa chakula, ukisikia msika anza kuongea, jamani muda wa chakula, unaondoka ili tu upunguze ile hali. Hapo ushagundua issue ni nini na unaanza sasa unaanza kupiga hatua za utekelezaji. Sasa utekelezaji hii sasa, hii matokeo yake hii inaleta amani ya muda. Ni amani ya muda. Kama hiyo tulikuwa tunasema pale mwanzoni, baadaye itafumuka tu. Ni amani ya muda, hakuna muunganiko kati ya kinachoendelea ndani na kinachoendelea nje. Hatua ya 4 ambayo sasa hii tunaweza kusema kama ndio ya mwisho, hii inaitwa kukabiliana. Ile ilikuwa ni kukwepa ili kupunguza. Hii ni kukabiliana ili kupunguza, kwa sababu hauwezi ukaubalansisha au mzani ukakaa nini kabisa. Kwa hiyo unakabiliana. Sasa huyu anayekabiliana anatambua kwa uaminifu kabisa kwamba huu mzani umefanya nini? Umeyumba. Na akishatambua hivyo, anakubali kwamba hapa lazima nitaumia. Ninapoenda kuchukua hatua za kujaribu kurekebisha, hapa nitaumia na yale mabadiliko yatakayotokea. Ndio kama hivyo, nitaumia kama kuna mtu nitamisi, sio kama mazingira nitayamisi, lakini lazima niondoke hapa. Na hivyo anakubali kupata mabadiliko kwa taratibu. Ninaposema taratibu, sio ile kidogo kidogo, kwa maana hiyo, yani hatua kwa hatua, ngazi kwa ngazi. Huyu anakubali, na kwa hiyo anakuwa na uwezo wa kuunganisha hisia zake, manake historia yake. Anakuwa na uwezo wa kuunganisha hisia na maadili. Anakuwa na uwezo wa kuunganisha hisia, maadili na matendo yake. Huyu ambaye anakabiliana kwa ajili ya kupunguza. Kwa kumbe, ili mzani uweze kubalance, lazima kukabiliana na shida zetu katika maisha. Kabiliana nazo, usikwepe. Sawa? Sio suluhisho. Hapa tumesema kuna wanaokwepa. Tunawazungumza hapa. Kuna wanaokubali lakini hawataki kuachia. Kuna wanaokataa kabisa. Kwa kumbe wewe usikimbie, usikubali ili kupunguza, wewe kabiliana ili uweze kupunguza. Kubali shida, kubali kwamba kutakuwa na maumivu, upotezaji na kupata katika huu mchakato. Kubali kwamba sio kitu kitakamilika ndani ya wakati mmoja, na hii itakusaidia kuunganisha hisia, maadili yako pamoja na matendo yako ya nje, warau kwa asilimia ambazo zitakuwa zinavuka 50, 60, 70, na hivyo kumbe kuweza kutoka katika hiyo hali. Kwa kumbe, kwa msingi ndio hapa tunahitaji, ili uweze kufanikiwa afike hapo. Tunasema tunaenda kufunga hizi, tunamaliza kabisa sasa hapo. Tunahitaji hali ya unyenyekevu. Kama unataka kufika kwenye hiyo hatua hiyo ya 4 ambayo itaziunganisha na yale ni zote, unahitaji hali ya unyenyekevu. Unahitaji kuwa na tabia ya subira, ambao siku hizi tunahangaika, wengi hatuna subira. Unyenyekevu hatuna, viburi tu ndio inatupelekea unakataa. Subira ndio hivyo, mzani unakuwa na fake maisha, unafanya yaani hutaki kusubiria kwamba wakati wako na wewe ukifika utaishi hayo maisha. Hatutaki kuwajibika, kwa hiyo inabidi uwe na uwajibikaji. Lakini pia kuwepo na uaminifu hata kwenye hatua zile ndogo ndogo. Uaminifu kwenye hatua zile ndogo ndogo za maisha. Na ndio mwanasaikolojia anasema kwamba chenchini kwamba kutokuiani hakuondolewi kwa nguvu. Hawezi ukaforce kwamba toka sasa. Kwamba sasa mimi nakuwa tajiri. Yaani ile kwa nguvu, bila mipango, bila nini, haiwezekani. Bali ni kwa kuishi katika ukweli, kwa uvumilivu.
uishi katika ukweli na uvumilivu. Manake uende katika hizo hatua. Sawa sawa. Kwa kumbe pia, mpendwa mtazamaji wa television Tumaini, nipende kurudia kwa kusisitiza kwamba ukosefu wa uwiano katika maisha kati ya yale ambayo unayaishi uhalisia na ile hii sio tu ishara, sio ishara ya kushindwa. Hii niseme sio ishara ya kushindwa, bali hii ni wito wa wewe kukomaa. Ukichukulia hivyo utaweza kama ambavyo tumekuwa tunasisitiza, maana utaweza kuifanyia kazi. Kukabiliana na ukosefu wa uwiano huku kutakufanya wewe kuwa dhaifu, lakini kukabiliana na uwiano huku kunakufanya kuwa huru. Ukuaji wa kweli, lazima tukubaliane kwamba unaanza tunapoacha kutafuta kufarijiwa wakati tuko kwenye shida. Tuko kwenye mzani umekataa kubalance. Wewe unataka mtu akufariji tu kwamba hapo hakuna shida, chukua 50,000 nenda kanywe pombe. Unajua unakuta mtu ana kazi, wewe badala ya kumtafutia kazi unampa tena unampa hela ya kwenda kupoteza muda ambao kwamba kajifariji bwana, kanywe bia, anasema kapoze mwili, mpe hela kafanye biashara. Pia utakuja ukuaji wa kweli tutakapokubali kutikiswa. Kuna misemo ambayo anasema mtu ukiongea sio, anasema usinitingishe. Maana yake niache kwenye comfort zone yangu. Usinitingishe, ngoja nikutingishe. Sasa utakubali kutingishwa, kwa maana kuhamishwa pale ulipo ambako kunakuletea shida, ukaenda sehemu nyingine, basi ukuaji wa kweli utakuja. Lakini pia mwisho, ukuaji wa kweli utakuja tutakapochagua ukweli kuliko zile taswira ambazo sio uhalisia, kwamba mambo ambayo hayapo. Kwa kumbe lengo la hiki tulichokuwa tunachokiongelea sio ukamilifu, kwamba ukawe kama Mungu, kwamba 100% kae hivi. Hapana, tunajua haiwezekani. Bali ni kwamba lengo, jaribu kutengeneza muunganiko wa ndani na muunganiko wa maisha yako ya nje. Na nisisitize kwamba unachokikabili ubadilisha, na unachokikwepa ukutawala. Nafsi isiyotambulikana tumemalizana nayo kwa mtindo huu. Naamini pia kunayo mengi sana ambayo umejifunza. Asante sana kwa wewe ambao umekuwa sehemu ya kufuatilia kipindi hiki. Kwa maoni na ushauri, namba yetu iko hapo chini, tutumie tu maoni yako, tutayafanyia kazi. Asante sana. Jina langu ni Innocent John. Baba, tuchangie kwa sana. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tunaukimbilia ulinzi wako, mzazi mtakatifu wa Mungu. Usinine tukiomba katika shida zetu, utuokoe siku zote kila tuingiapo hatarini. Ewe Bikira mtukufu na mbaraka. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Asante sana. Nakushukuru sana Baba. Kila laheri na utumishi mwema. Asante sana. Kwa heri sana mtazamaji wetu, endelea kufuatilia vipindi vingine ambavyo vinaendelea hapa Tumaini Television. Uipe nafsi yako tumaini. Kwa heri.